Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu muda huu kutoka vita ya Urusi na Ukraine. Zaidi ya wanajeshi 10,000 wa Ukraine wamezingirwa na vikosi vya Urusi kutoka mstari wa mbele wa kivita katika eneo la Kupiansk na huko Krasnoarmeysk. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameambiwa leo hii Jumapili Oktoba 26 ya kwamba wanajeshi wapatao 10,000 wa Ukraine wamezingirwa na vikosi vya Urusi katika maeneo ya huko Kupiansk na Krasnoarmeysk, ambapo kwa mujibu wa msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov alisema ya kuwa Putin amefanya mkutano na mkuu wa wafanyakazi mkuu Bwana Valery Gerasimov na makamanda wakuu wa kijeshi, ambapo amearifiwa kuhusu hali hiyo katika njia ya mawasiliano. Imebainika kuwa hadi wanajeshi 5,000 wa Ukraine wamezingirwa na vikosi vya Urusi katika mwelekeo wa huko Kupiansk na karibu 5,500 wamezingirwa katika mwelekeo wa Krasnoarmeysk, Peskov amesema. Kupiansk ni mji katika mkoa wa Kharkov wa Ukraine, karibu kilomita 100 mashariki mwa Kharkov, na Krasnoarmeysk yenyewe pia iko katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk ya Urusi, ambayo kwa sasa inakaliwa na wanajeshi wa Ukraine. Jeshi limeripoti ya kwamba wanajeshi wa Urusi pia wameteka kivuko cha mto Oskal na hivyo kukatiza harakati za wanajeshi wa Ukraine, na kwa sasa wanakamilisha ukombozi wa Yampol huku Volchansk iliyo karibu, ikisemekana kuwa imekombolewa kwa 70% na vikosi vya Urusi kutoka mikononi mwa vikosi vya Ukraine. Jumla ya vikosi 31 vya Ukraine vimezingirwa kabisa katika maeneo ya huko Krasnoarmeysk na Dmitrov, ambapo kulingana Peskov, Putin amewapongeza mno wanajeshi wake kwa mafanikio yao huko Kupiansk na mafanikio ya misheni za mapigano makali katika maeneo magumu katika maeneo mengine kutoka mstari wa mbele wa kivita. Wakati wa mkutano huo, Bwana Putin pia ameamuru hatua za kuhakikisha wanajeshi wa Ukraine waliozingirwa wanajisalimisha na kupunguza majeruhi, na amebainisha kuwa jeshi la Urusi limekuwa likiwaonyesha huruma maadui zake na kusisitiza ya kwamba hilo lazima pia liendelee. Rais wa Urusi pia Vladimir Putin amewasihi makamanda kufanya kila kitu katika uwezo wao ili kuhakikisha usalama wa raia katika maeneo yaliyozingirwa, ambao amesema wanajeshi wa Ukraine wanawatumia kama ngao za binadamu kwa wanajeshi wa Urusi. Putin pia amelisihi jeshi lake kuendelea na operesheni kali za kijeshi kulingana na mpango uliotengenezwa na wafanyakazi wakuu, akisisitiza ya kwamba usalama wa wanajeshi wa Urusi lazima ubaki kuwa kipaumbele cha juu zaidi. Hiki ndicho ambacho pia kimezungumzwa hivi leo kufuatia mkutano ambao pia rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amefanya na baadhi ya makamanda wa kijeshi kutoka katika vikosi vya Urusi, ambako pia amepewa taarifa au ripoti ya kwamba takriban wanajeshi 10,000 wa Ukraine tayari wamezingirwa na vikosi vyake katika eneo la Kupiansk na huko Krasnoarmeysk. Hii pia ni taarifa ambayo taarifa hizi pia zimekuwa zikitoka mara kwa mara sana kuhusu kile ambacho pia wanajeshi wa Urusi wamekuwa wakifanya mara kwa mara, hasa kufanya mashambulizi mengi na kuzingira baadhi ya wanajeshi wa Ukraine na kupelekea pia baadhi ya wanajeshi wengi pia kujisalimisha, ambako pia ukiacha taarifa ambayo imeripotiwa muda huu, hata pia mtaalamu wa kijeshi kutoka nchini Urusi Bwana Andrei Maruchiko naye pia amekuwa akiripoti mara nyingi sana kwa shirika la habari TASS la Urusi kuhusu hali nzima ya mstari wa mbele wa kivita katika sehemu tofauti tofauti, ambako pia amekuwa kidokeza kuhusu hali ya kila ambacho kinakuwa kinajili. Taarifa hizi pia za wanajeshi kuzingirwa, kujisalimisha wa Ukraine zimekuwa pia zikitoka mara kwa mara. Hicho pia ndicho ambacho pia kinaonekana kama taswira ya kila ambacho sasa kinajiri kutoka mstari wa mbele wa kivita. Kwa hiyo taarifa hii pia ni kama bado inaonyesha hatua kubwa za kijeshi ambazo Urusi bado iko nazo kutoka mstari wa mbele wa kivita, hasa kwa kuongeza kasi ya mashambulizi dhidi ya vikosi vya Urusi. Na umesikia pia kila ambacho Putin amesema kwamba lazima pia jeshi liendelee kufanya kila ambacho kimepangwa, yani kwamba operation lazima ziendelee kwa mujibu wa mipango mikakati ya wafanyakazi wakuu wa kijeshi, ambako nakumbukwa pia vita hii mara nyingi sana imekuwa gumzo, hasa pia kutokana na hali ya mikoa minne ya Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia na Lugansk, ambayo ni mikoa ambayo Urusi inahitaji sana.
na huko pia ndiko wanajeshi wa Urusi wanafanya mashambulizi mengi zaidi katika maeneo hayo. Hivyo basi taarifa zaidi kuhusu kila ambacho kinajiri sasa nitaendelea kuwafahamisheni hapa. Cha msingi tu endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati, pia kufahamu hicho ambacho kinakuwa kinaripotiwa kutoka vita hii ya Urusi na Ukraine ambayo imeanza tangu Februari ya mwaka 2022. Wakati sasa hayo yakijiri, pia Ufaransa tayari imeripotiwa kupeleka wanajeshi wake huko nchini Ukraine, ama iko mbioni kupeleka wanajeshi wake huko nchini Ukraine mapema kabisa mwaka ujao 2026. Taarifa ambayo imeripotiwa ni kuhusu Ufaransa iko tayari kutuma pia wanajeshi wake mapema kabisa mwaka ujao 2026, ikiwa kama sehemu ya dhamana za usalama zilizopendekezwa na uungaji mkono wa Kivu Magharibi iwapo kutakuwa na kusitisha mapigano. Kwa wafanyakazi wa jeshi anayefahamika kama Pierre Skir amesema. Akizungumza mbele ya kamati ya ulinzi ya bunge la kitaifa wiki hii, Skir alisema ya kwamba mwaka ujao utaadhimishwa na miungano, akimaanisha zoezi kubwa la Orion 26 linaloongozwa na Ufaransa, ambalo amesema litajaribu kuratibu miongoni mwa vikosi vya NATO. Watakuwa tayari kupeleka vikosi ndani ya mfumo wa dhamana za usalama ikiwa ni lazima kwa manufaa ya Ukraine, Skir amewaambia wabunge kuhusu taarifa hii. Ameongeza kuwa jeshi la Ufaransa lina uwezo wa kujibu tahadhari 3 kwa wakati mmoja, ikiwa ni pamoja na uwezekano kupelekwa Ukraine, ambapo Ufaransa kwa sasa ina kiwango cha dharura cha kitaifa cha wanajeshi 7,000 ambao wanaweza kuhamasishwa ndani ya saa 12 hadi siku 5, iwe kwa ajili ya misheni za ndani au kwa ahadi za NATO. Tangazo hilo limekuja siku moja baada ya mkuu wa majeshi Fabien Madon kusema ya kwamba jeshi la Ufaransa lazima liwe tayari kwa mzozo unaowezekana Urusi ndani ya miaka michache ijayo. Amedai ya kwamba Urusi inaweza kujaribiwa kupanua mzozo hadi bara Ulaya, dai ambalo Moscow pia imekuwa ikikanusha mara kwa mara. Mwezi uliopita The Wall Street Journal liliweza kuripoti ya kwamba wakuu wa jeshi la EU, yaani Umoja wa Ulaya, walikuwa tayari wakiandika mpango wa dhamana za usalama kwa Ukraine, ambapo inatazamia kutuma wanajeshi wapatao 10,000 kwenda Ukraine, kundi moja kutoa mafunzo na kusaidia vitengo vya Ukraine na jingine kutumika kama kikosi cha uhakikisho baada ya makubaliano ya amani. Moscow imeonyesha upinzani mkubwa kwa kupelekwa kwa wanajeshi wote wa NATO nchini Ukraine, ikisema ya kwamba matarajio ya Kiev kujiunga na kambi hiyo yalikuwa miongoni mwa sababu kuu za mzozo huo. Mapema mwezi huu pia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Bi Maria Zakharova alisema ya kwamba Ulaya Magharibi inafanya kila kitu ili kuzidisha mzozo huo, akiwashutumu wasio wataalamu katika serikali za EU kwa kushindwa kuelewa matokeo ya matendo yao. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi pia Bwana Sergei Lavrov alisema ya kwamba Moscow haipingi dhamana za usalama kwa Kiev, mradi tu watazingatia maslahi ya Moscow. Mwisho wa taarifa hii. Pia taarifa zaidi zinafuatia baadaye. Endelea kunifuatilia na kutufuatilia kila siku. Pia hakikisha kwamba umebonyeza neno subscribe ili pia taarifa zetu uweze kuzipata kwa muda mwafaka kabisa. Asante na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi.